Tanzania ni miongoni mwa mataifa yaliyojikuta kwenye sintofahamu katika siku za karibuni baada ya maandamano yaliyogubikwa na ghasia wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 na kusababisha maafa kuanzia vifo, majeruhi na uharibifu mkubwa. Kisa hiki pia kimeacha mpasuko, maumivu na majeraha makubwa ya kijamii. Je, kwa kuzingatia siku hii ya maridhiano, Tanzania na nchi nyingine za Afrika zinajifunza nini? Mimi ni Lilian Mtono ninayekualika kwenye mjadala wetu ambao tunaungana na Nixon Katimbo, mchambuzi wa masuala ya siasa anayeishi Johannesburg nchini Afrika Kusini, Dr. Nico Minde, mfuatiliaji wa masuala ya kimataifa na siasa Afrika Mashariki, na Ismail Jussa, mwanasiasa mashuhuri visiwani Zanzibar na ambaye amekuwa sehemu ya maridhiano visiwani humo. Karibuni sana. Asante. Nashukuru. Ninaanza nawe Nixon, kwa faida ya msikilizaji wetu mchana wa leo, utueleze tu kwa kifupi kwamba Afrika Kusini inaadhimisha nini hasa siku ya leo tunapozungumzia tu hii siku ya maridhiano? Azimisha siku ya maridhiano na maridhiano haya yakiwa ni kutokana na historia ya Afrika Kusini. Kwanza mwaka 1888 ambako kulikuwa na mkataba wa kiapo cha wale wazungu waliokuwa wanapigana na Wazulu katika maeneo ya KwaZulu Natal kwenye mto wa damu kama Blood River inavyojulikana. Walikula kiapo kwa Mungu na wakajenga kanisa kwamba ikiwa watashinda basi wataweza kumshukuru Mungu. Hilo ni moja. Na hii ni vita ambavyo vinajulikana wazi kati ya wazungu na Wazulu kwa miaka hiyo ya 1888. Mwaka 1996 tunakujua kwamba ni siku ambayo tawi la wapiganaji wa Mkondo Sizwe lilipoundwa kwa ajili ya kukabiliana na utawala wa ubaguzi wa rangi, na hii ni sawa na tarehe ya leo Disemba 16. Na tatu, tunaona kwamba tarehe 16 Disemba mwaka 2094 na tano kumradhi, kulikuwa na jitihada za kuweza kujenga umoja ndani ya Afrika Kusini, uponyaji na pamoja na kusameheana, pia kuweza usawazisha maisha ya kawaida kwa raia, kwa sababu kulikuwa kumekuwa na tofauti wa kimaisha kati ya wazungu walio wachache na weusi ambao walikuwa wengi. Sasa hii ndio historia ya leo hapa. Ndio. Nashukuru sana Nixon. Dr. Minde, dhana ya maridhiano inawezaje kutumika katika hali ya sasa ya kisiasa? Umemsikia Nixon akitupeleka tangu ilipoanza miaka ya 1888 mpaka mwaka huo 1995 jitihada halisi zilipoanza. Lakini dhana hii katika siasa za sasa barani Afrika, unadhani inawezekana na inawezaje kutumika? Bila shaka nashukuru sana. Dhana hii inatumika sana katika kufanya hizi sikukuu za kumbukizi, ambapo mnakumbuka mambo yaliyotokea na kutafakari na kutathmini ili kuweza kufahamu ni yapi yaliyotokea kama mwenzangu alivyotangulia kusema, na tunaangalia kwa mbele kwamba tunajifunza lipi na tunaenzi mambo yapi. Kwa muktadha labda wa Afrika Mashariki labda na Afrika kwa ujumla, siku kama hizi ama kumbukizi kama hizi zinatukumbusha tuliko na sehemu tulikotoka na sehemu tunakoelekea, lakini ukileta karibu sana kwa nchi yetu labda Tanzania, ni ile dhana ya kutaka kukumbuka, ya kutaka kusema mambo yaliyotokea na kutamka hadharani mambo yaliyofanyika. Kwa mfano kama ulivyosema kwamba ni kuna umuhimu wa kutaka kuponya nyoyo za watu ambazo zilikuwa zimeathirika na labda wamepata majeraha. Nadhani siku kama ya leo inakuwa kama funzo na kutaka kujua labda mataifa mengine yamefanya nini ili tuweze kuenzi na kujifunza. Nakuja kwako Jussa.
umekuwa muumini mkubwa wa maridhiano ya wazazi na sehemu ya miito hiyo tangu tukirudi nyuma mwaka 1999 chini ya serikali ya Salmin Amor hadi Aman Karume mwaka 2009 hadi 2010. Umewasikia Dr. Minde, umemsikia Bwana Katembo. Wewe unaizungumziaje dhana hii kwa kuwa tayari ulikuwa ndani ya mchakato kama huo? Kwanza nashukuru, na mimi nadhani kwamba ni jambo sahihi hasa kwa nchi za Kiafrika, kwa sababu tunajua sote kwamba nchi za Kiafrika nyingi zina historia ya migogoro, vita vya wenyewe kwa wenyewe, mapinduzi mengi yakiwemo mapinduzi ya kijeshi katika miaka ya 60 na 70. Hata kuja kwa vyama vingi umeacha athari nyingi. Kwa hivyo jamii zetu zina makovu mengi na majeraha ya kuumizana. Kuna nchi kwa mfano kama Rwanda, tunajua sote walifika kuuana kwa mamilioni mpaka kukumbuka. Kwa hivyo nadhani kwanza ni jambo zuri. Tatizo ambalo mimi naliona, nadhani linapaswa kuwa ni funzo kubwa sana, ambapo Afrika Kusini pamoja na matatizo yake, lakini angalau ilipiga hatua kiasi fulani, ni kutokuyachukulia maridhiano kama ni jambo la kufunika kombe ili mwanaharamu apite, kama tunavyosema katika misemo ya Kiswahili, kwamba lisigeuzwe njia ya kutaka kufunika mambo mabaya na kuzimazima ili kuhalalisha watawala waendelee. Sasa kwa mfano wa Zanzibar ni kwamba tulipoanza kupitia miafaka na baadaye maridhiano, lengo hasa lilikuwa ni kuiunganisha jamii ya Kizanzibari, kwa sababu na sisi pia Zanzibar tumepitia katika makovu mengi ya kihistoria, tumeumizana. Lakini bahati mbaya sana serikali zilizokuja baadaye, ukiondoa wale waasisi wenyewe wa maridhiano, wameitupilia mbali dhana hiyo na wameitumia kwamba ile dhana iliyoletwa ya serikali ya umoja kitaifa ambayo ilikuwa ni matokeo ya maridhiano kama ni njia tu ya kuhalalisha kuiba uchaguzi na baadaye kujihalalisha kwa kuwakaribisha wale ambao walishinda lakini ikawapora madaraka kwamba waingie katika serikali moja kitaifa. Kwa nadhani ni dhana muhimu, lakini nataka ifanywe kwa ukweli, na labda hilo ndio ambalo linalokosekana. Afrika Kusini waliunda tume, wakasema ni tume ya ukweli na maridhiano, truth and reconciliation. Sisi huku ili truth la ukweli tunalikataa, tunataka kushika maridhiano tena katika njia ya kuhalalisha mambo mabaya yanayofanyika. Nadhani hilo ni moja katika mafunzo makubwa sana ya kuyachukua, kwamba kama tunataka kusonga mbele kuwe kuna nia ya dhati na iambatane na ukweli ili maridhiano yafanyike. Dr. Minde, narudi kwako. Umemsikia Jussa. Tatizo ni kwamba wakuu ama viongozi ama watawala wanachukulia suala hili zito la maridhiano kama funika kombe mwanaharamu apite. Wewe unasemaje? Umekuwa ukifuatilia siasa si tu za Tanzania lakini Afrika Mashariki na vile vile masuala ya kimataifa. Ni kweli dhana hii ya kufunika kombe mwanaharamu apite ambayo inakuwa inahalalisha kwa mfano mambo mengine yaendelee. Kwa mfano manake unajua kama alivyosema tume kama hizi zinajumuisha mambo mengi, yani ukweli, haki pamoja na maridhiano. Na ukiangalia kuna mkondo ambao mambo yanafuatwa, kwamba ili uweze kufanya maridhiano ukweli lazima usemwe, ili uweze kufanya maridhiano lazima haki itendeke, ili uweze kufanya maridhiano lazima mioyo na majeraha ambayo yamefanywa na watu lazima yaponywe. Kwa hiyo mara nyingi watu wengi ama serikali nyingi zinakuwa zinakwepa dhana hii ya kutaka kusema ukweli na kukimbilia kabisa kwenye kufanya maridhiano, ambao maridhiano yanachukua nyuso tofauti tofauti. Kwa mfano kwa Zanzibar, mwenzangu Jussa anafahamu kumekuwa na serikali moja kitaifa, na kama anavyotaka kudhamiria ni kwamba kusema kwamba katika kuunda serikali ya moja kitaifa mara nyingi tunasahau madhila ambayo yametendeka, na katika kufanya maridhiano ule mtiririko wa maridhiano yanakuwa katika hali ya juu tu baina ya viongozi na sio kwa wananchi wenyewe. Kwa hiyo hapo unakuwa tatizo, na mataifa mengi ambayo sana sana yanakwepa hizo mawili ya kwanza ya kusema ukweli, yani ni nini kilitokea na kwa nini ilitokea na ni nani alifanya madhila haya, ili kuponya na kufahamu historia, ndo tunaenda kwenye dhana ya pili ambayo ni ya haki, kutenda haki. Mara nyingi unakuta ni mambo mengine ya kufidia. Kwa mfano mambo mengine yanakuwa ni ya kutaka kuponya, lakini hatimaye unakuta labda ili kutimiza haja hizi mara nyingi tunakuwa na kama serikali za moja kitaifa. Kwa mara nyingi tunakimbilia kufanya serikali moja kitaifa ama makubaliano ya kufanya serikali ya moja kitaifa na kukwepa
hizi dhana mbili za haki pamoja na kusema ukweli. Nashukuru Dr. Minde, lakini nabaki tena kwako. Turudi Tanzania bara na haya ambayo yanaendelea kujitokeza. Tumeona Rais Samia Suluhu Hassan tayari ameanzisha juhudi za maridhiano. Tumeona imeundwa tume, lakini kwenye juhudi hizo pia kuna wito wa msamaha. Nimemsikia katika hotuba yake ya kuzindua bunge la 13 alitoa wito wa kusamehewa kwa baadhi ya waandamanaji ambao walikuwa wamewekwa kizuizini, na mikutano ya mazungumzo pia alizungumzia uchunguzi wa matukio. Tumeona tume imeundwa na mkutano wa kitaifa. Yote haya ni kuhakikisha kwamba nchi inaelekea sehemu salama, na akasisitiza kwamba ataendelea kunyoosha mkono wa maridhiano. Ninarudi tena kidogo kwa Jussa. Bado unadhani hili linaweza nikawa kama lile la siku zote kwamba ni matamshi tu ya kisiasa? Dr. Minde. Ni kweli, bila shaka. Nadhani hapo ndo tunapo tathmini kwa kina kwamba mnafanya uchunguzi na mnaunda tume, lakini ukiangalia zile TOR za tume bado hazizingatia masuala muhimu, kwamba tunataka kufanya mazungumzo ndio, lakini nini kilifanyika? Kukuta kwamba mara nyingi tunakwepa ile uwajibikaji, na mara nyingi tunakimbilia kutaka kufunika ili kuombe. Kwa hiyo kwa Tanzania nadhani dhamira inatakiwa, ili maridhiano ya ukweli, lazima tutathmini, lazima serikali ikubali kusema ama kukubali kufanya kama mkutano wa kitaifa, kwamba watu waweze kusema ni nini kilichotokea. Kwa mfano katika ile siku ya tarehe 29, na usiangalie tu siku ya Oktoba tarehe 29, bali uangalie historia kwa ujumla, ili hadi tufike Oktoba tarehe 29 lazima kuna madhila ambayo yalikuwepo, na ile Oktoba 29 ilikuwa kama culmination, yani hitimisho tu ya madhila mengi yaliyotokea. Kwa hiyo tume nyingi, na tume hii lazima izingatie kwa ujumla historia ya madhila Tanzania na kutaka kuleta ule mwamko wa kutaka kweli kufanya maridhiano kwa ujumla wa kitaifa. Nashukuru. Ninarudi kwako Katembo kabla sijarudi tena kwa Jussa. Miaka 30 baadaye, tangu maadhimisho haya yalipoanza, bado Waafrika Kusini wanajiona kana kwamba hawako huru, kana kwamba uchumi wa Afrika Kusini bado unamilikiwa na wachache, na maridhiano yao kidogo yako tofauti na haya ambayo tunayazungumzia labda Tanzania na mataifa mengine ya Afrika, kwamba wao ilikuwa ni ule ubaguzi wa rangi ndio uliowatia majeraha. Pengine kipi ambacho kimekwamisha kile ambacho wengi walikitarajia? Kwa kifupi, Katembo. Kinachokwamisha ni ukwaji wa kutogawa rasilimali za nchi kwa usawa miongoni mwa raia wa Afrika Kusini. Kwa maana kuwa wale waliokuwa wanateseka na kuwa na umaskini zaidi ni Waafrika weusi ambao sasa hivi wanaendelea kama ilivyokuwa, na kuna wale ambao wanadai adhari ya chini ya utawala wa ubaguzi wa rangi kuliko maisha ya utawala wa sasa. Sasa hii inaonyesha kwamba ukweli haujasemwa na haki haijatendewa kutokana na vile walivyokuwa wanatarajia na kupigania. Kwa mfano, swala la ardhi lilipiganiwa hapa nchini, ikawa kwamba kilichosababisha Waafrika Kusini wapigane vita ni kuweza kuwa na haki sawa ya ardhi, lakini sasa hivi ardhi yenyewe inamilikiwa zaidi ya 70% na wale wachache wazungu ambao sasa ni kama katika utawala wa kidemokrasia wamehalalishwa kuendelea kutenda maovu ya kiuchumi dhidi ya Afrika Usi ambao ni wachache. Na narudi kwako Jussa. Swala la kuwa na mchakato jumuishi wa maridhiano, tumemsikia pia Dr. Minde akilizungumzia hilo. Umekuwa kwenye sehemu ya maridhiano kama ambavyo umezungumza hapo awali. Unalionaje katika mchakato ambao unaendelea sasa nchini Tanzania? Hii jamii ama pana ya jamii imejumuishwa, kwa sababu mwisho wa siku wao ndio wanaohitaji maridhiano. Jussa. Naambiwa ametoka kidogo, labda ninaweza nikalirudisha kwako Dr. Minde.
Pengine unaonaje, jamii kwa upana wake imeshirikishwaje nchini Tanzania katika kupata haya maridhiano? Kusema ukweli, kabla hata tufikie katika kufanya kusema tunatengeneza hii tume ya uchunguzi, tumekuwa na tume nyingi sana za ambazo zinafanya tathmini, zinataka kujua ni nini wananchi wanachokitaka, na wananchi wengi mara nyingi wamekuwa wakishiriki na wakitoa madai yao, wakitoa matakwa yao. Ukiangalia tume ya Nyalali, ukiangalia tume nyingi hapo za Kisanga, na hakika zimekuwa zikizingatia kwamba kuna mbadala, yani marekebisho katika masuala ya sheria muhimu, na hatimaye kuwa na katiba mpya. Kwa hiyo ukiangalia sio kwamba uchunguzi ama wananchi hawajasema wanachokitaka. Kwa hiyo tayari matoko wananchi yapo, lakini mimi naona tatizo kubwa kwa Tanzania kumekuwa ni ile swala la utekelezaji ya matokeo ya hizi tume ambazo zimekuwa zikitoa. Kwa hiyo unakuta mara nyingi zile mapendekezo ya tume hayazingatiwi kabisa. Kwa hiyo hata mimi nina hofu kwamba katika hatua hii nyingine ambayo Tanzania inakwenda ya kufanya uchunguzi na kutaka kufanya maridhiano, labda kutakuwa kuna mapendekezo, lakini kama tukiendelea na yaliyotokea hapo awali, basi kutakuwa kuna utekelezaji wote, na nadhani hiyo ndio tatizo kubwa sana, sio tu kwa Tanzania bali kwa mataifa mengi ambayo yanajikuta katika hatua kama hii. Najat, una ujumbe wowote ambao unaweza ukatushirikisha, hata mmoja tu? Ndio kabisa. Kwa mfano, Isaya Sambo anasema maridhiano ni daraja muhimu kwa wanadamu kufikia ushirikiano wa kweli baada ya kugawanyika kwa sababu mbalimbali zinazoongoza jamii. Shida ni pale maridhiano yanapowekwa masharti magumu kwa upande fulani unaotaka ugumu wa upatanishi wa swala hilo. Hili linakuwaje? Nadhani mmemsikia huyo msikilizaji wetu anauliza hilo linakuwaje, masharti magumu. Labda kwa kifupi, Katembo, umekuwa ukifuatilia hayo yote, maridhiano na nini. Je, ni kweli kwamba kuna kuaga na masharti magumu, na pengine unaweza ukawaambia nini wa Afrika kwa ujumla katika kutekeleza suala hili zima la maridhiano? Karibu kwa kifupi, ili pia nimwite Dr. Minde kabla hatujafunga. Kinachohitajika hapa ni kuweza kusema ukweli, kuweza kuwa na utawala unawajibika, haswa kwa viongozi wa bara la Afrika, na kuyaangalia kwa ufasaha yale mazila ambayo Waafrika wamepitia ndani, na kusawazisha mambo kama inavyohitajika kwa kuleta utawala bora na kujenga misingi ya demokrasia ambayo yanakidhi mahitaji ya wananchi wa bara la Afrika. Sivyo tutakuwa tunaunda tume ambazo hazina tija kwa maisha ya raia wa kawaida wa bara hili, na wakati ambapo wanaendelea kuwa na makovu ya kihistoria ambayo yanatendeka ndani ya nchi zetu. Asante sana Bwana Katembo, asante sana Dr. Minde, naambiwa muda wetu umemalizika kabisa. Asante pia mtazamaji kwa kuwa nasi mchana huu, lakini wakati huu ni makala